tunamwita ndugu yetu Sheikh Muharram Mziwanda aje azungumze kwa niaba ya taasisi zote ambazo tuna kitu kinaitwa Tansiq Majlisul A'la, na taasisi zote Tanzania, aje awakilishe huyu Muharram Mziwanda. Tunampa dakika 10. Mwenyezi Mungu ampe taufik afanye kazi yake, kila la kheri katika kazi hii ya kufikisha ujumbe. Karibu kaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu sallam wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. فيقول رب العزة والجلال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Mheshimiwa Mufti na meza kuu yote iliyotambulishwa mbele yetu, nianze kwa kusema unaweza ukaacha kwenda kwenu kwa kuogopa kurogwa, kumbe huko kwenu ndo wamekuroga ili usiende. Nirudie, unaweza ukaacha kwenda kwenu kushughulikia mapori walioacha babu zako kwa sababu unaogopa kurogwa, kumbe hawa huko wamekuroga ili usiende. Unaamini ukienda utarogwa, kumbe walisha kuroga ili usiende. Ili uwe nami na unielewe, acha nifanye kama napiga kona, nirudi nyuma kidogo, alafu utanielewa. Asante. Napotaka kuanza ni aya nambari 55 katika surati An-Nur, na target yangu ni Uislamu na maendeleo, lakini maendeleo yana misingi. Ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ujio uliokuja kutoa taarifa kubwa sana katika dunia. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ujio wake unakuja kutoa taarifa ya maendeleo ya watu, mashirikiano ya watu, mahusiano ya watu, amani katika maisha ya watu, heshima na adabu kwa watu. Hiyo ndiyo kazi aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad. Ujio wake Bwana Mtume haukuja kwa ajili ya Uislamu tu. Kabla ya Uislamu, Bwana Mtume alikuja na logo ya utu. Kwanza utu. Tunapoishi, miamala yetu inazingatia utu. Huwezi kukaa katika Uislamu kabla hujawa mtu. Ukiwa mtu utajua unaishi na watu, na ukiishi na watu maana yake panahitajika utu. Hebu kabla ya 55 kule, hebu turudi nyuma kidogo, Hujurati 13, tuanze pale aya 13 katika surati Al-Hujurat. Qur'ani ilikuja kutangaza, inaongea na watu. Acha Uislamu wako, kwanza utu.
ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Sasa hapo katika litaarafu hapo nitarudi tena, naenda kule juu. Enyi watu. Na ndiyo maana kwa kuheshimu watu ni kushukuru Mheshimiwa Mufti. Namuona rafiki yangu Mheshimiwa Mpogoro namna alivyopendeza. Hatukuzingatia Uislamu, utu. Enyi watu, Allah anasema katika sura ya kujitukuza, hakika sisi tumekuumbeni nyote nyinyi kutoka kwa baba mmoja Adamu na mama mmoja Hawa. Nini anatangaza? Anatangaza utu. Wakati unakwenda katika maisha, ikifika kwenye dini, bakini kwenye dini, na kuna mambo mnatakiwa mubaki katika utu. Unapomtukana mtu, unapomvunjia heshima mtu, unapomdhalilisha mtu, tafsiri yake umekosa utu. Laiti ungalikuwa na utu, usingeandika maneno ukayatoa katika gazeti, ukayatoa katika mtandao au kwa sababu unazingatia utu. Muda hautoshi, lakini ningekwenda kama napanda ngazi ya miraji hivi kwenda kule mbinguni, kimuda hautoshi. Utu. Sasa tukiwa watu katika maisha yetu, tunatakiwa lazima ipatikane achievement katika maisha. Unatoka kama tulivyo. Waswahili wanasema mabadiliko ndiyo mpango wa Mungu. Na ndiyo maana ulipozaliwa, ulizaliwaje na leo upoje? Ulikuwa mtoto mdogo, ukaja kijana, mtu mzima, na wengine washafika katika uzee. Mnajijua wenyewe wazee akina Sheikh Jongo, maana yake majina yashaisha. Baada ya hapo kaburini huna jina lingine. Ukishajijua we mzee tu, mzee safari hiyo. Mabadiliko hayo, na baadaye utatoka mvi, na baadaye utatembea kwa mkongoja kama baba yangu shekhe wa mkoa wa Arusha. Alikuwa na nguvu zake, anakimbia, lakini leo anatembea kwa minyato. Tunakwenda 55 katika surati An-Nur. Usisahau maendeleo na misingi ya maendeleo. Sikiliza, Mungu anatengeneza misingi ya maendeleo. Uislamu na maendeleo hatutakiwi tudumae. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardh. Mungu ametoa tangazo la ahadi. Anatoa ahadi kwa wale walioamini katika watu, baada ya imani yao wakatenda kila yaliyo mazuri. As-salihati, usije ukakomaa. As-salihati ni kuswali tu, as-salihati ni kufunga tu, as-salihati ni kwenda Maka tu, lakini pia katika as-salihati kila lenye kupendeza, ikiwemo kuheshimu wakubwa wako na viongozi wako. Ukiwa unasali lakini uheshimu kiongozi wako, imamu wanasema misikitini huko, imamu unatuyayusha. Yani imamu wako unamuona miyayusho, huna nidhamu, maana yake bado hujatimiza as-salihati, kwa sababu hiyo ni plural na alifu lalamu imeingia al-ifadati al-am al-jam'u wal-fardu al-mu'arrafani bil-lami kal-kafiri wal-insani. Kwa watu tuamini, lakini tutende kila lililo zuri. Kuvaa vizuri ni katika imani, kula vizuri ni katika imani, kuheshimu wazazi wako ni katika imani, kuheshimu wazazi wa wenzako ni katika imani, kuheshimu viongozi wako ni katika imani, kuipenda nchi yako pia ni katika imani. Wa amilu salihat. Hapa ndipo nilipotoa methali na irudisha hapa. Inawezekana katika waamilu salihati ukashindwa kuheshimu viongozi, ukiamini kwamba unavyofanya ndiyo sahihi, kumbe kuna watu wanakutaka wewe utoke katika nidhamu ya heshima ili mradi nchi yako iporomoke. Mheshimiwa Mufti, ninayo taarifa, na tunaomba sisi kama vijana, japokuwa naelekea kwenye ustafu, tunaomba iwe ndio kasi yetu. Ile Bukoba complex ni katika maendeleo ya baraza, inatakiwa ienee, tufikirie kwenda huko.
tusidumae tu tukabaki katika maulidi peke yake, lakini pia dunia inatuhitaji. BAKWATA ile Bukoba complex tunahitaji iende mbali zaidi. Tunatakiwa tufike, tuwe na mahospitali, tuwe tuna vituo vikubwa vya afya, lakini pia tunahitaji tuwe mpaka na vituo vyetu vya habari. Si habari tena ya kukopakopa, twende huko. Lakini hatuwezi kufika huko kama hatujashika imani na mafundisho, hatujasikiliza viongozi wetu wa nchi na viongozi wetu wa dini. Tunadumaa, tunafeli hapo. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifu alladhina min qablihim. Kumbe ahadi ya kufanikiwa katika maisha ni lazima twende katika taratibu anazozitaka Mungu. Leo vijana tunataka maendeleo kwa fujo. Uliona wapi fujo zikaleta maendeleo? Ni akili ya mgando. Tunaamini kumtukana rais, kumtukana kiongozi wetu ndio siri ya kupata mafanikio. Leo inafika wakati anatajwa Sheikh Twalibu, afwan babangu, Sheikh Twalibu, mtu anamalizia laanatullah. Sasa kama mashehe wamelaaniwa, nchi inapata wapi baraka? Na hao ndio viongozi. Wasomi mnasoma nyinyi katika ile istifhamu listibad, wa kaifa yastaqimu dhillu wal'udu awaju. Wapi uliona kivuli cha mti kimenyooka hali ya kuwa mti husika umepinda pinda? Tukimlaani mufti maana yake ndio tushafeli. Tukimlaani kiongozi ndio tushafeli. Tunatakiwa viongozi waombewe dua. Mwingine tutaleta kwenye simu. Asante. Ili kuwa ni ahadi ya kwanza ya kutoboa katika maisha. Lakini la pili, wala yumakkinanna lahum din